basi kuna mawili wanachuona sema alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله نكوسيني كما نستحق كويسيا نفسيانه يوسلزم لكم شاء الله وكفواتا يليambayo aliamrisha na kuacha yote ambayo aliyakataza. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Amesema Allah katika kitabu chake akimwambia mtume wake waambie wale makuraishi na wale ambao watakaokuwa wanafanana na wao, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je nikujulisheni wale ambao waliokula hasara juu ya vitendo vyao wanavyofanya? Basi Allah baada ya kuuliza swali hili akalijibu yeye mwenyewe, alladhina, hawa ni wale ambao dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wamepoteza bidii zao, wamepoteza jitihada zao katika haya maisha ya dunia. Wahum, na hali ya kuwa wao, yahsabuna, wanazania ya kwamba kile wanachokifanya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kwamba wao kile wanachokifanya ni kitendo kizuri sana, kumbe mambo yakawa kinyume chake. Afanya mtu amali yeye mwenyewe akatarajia kwamba amali hii anayofanya ni amali ambayo anapata ujira mkubwa mbele ya Mola wake, lakini kumbe jambo lake hili hana anachokipata, anakuwa ana kinyume na yale matarajio. Basi hawa Allah anasema hawa ndio ambao waliokula hasara katika hapa ulimwenguni kwa kufanya mambo ambayo wao wanadhania kheri, kumbe mambo ni shari. Qala al-mufassirun, wanasema wafasiri wa aya hii, wanasema kila panasema fi hadhihi al-aya, panasema katika aya hii fi kulli man abada Allah, aya hii anaingia kila yule ambaye atakayekuwa anamwabudia Allah ala ghairi tariqatin mardhiya, lakini katika kumwabudia huko si katika ile njia ambayo yenye kuridhiwa. Kila yule ambaye atakayekuwa anamwabudia Allah katika njia ambayo si yenye kuridhiwa, yahsabu annahu musibun, akawa yeye mwenyewe anazania kwamba amesibu fiha, wa anna amalahu maqbul, na akawa anazani
kwamba amali yake ile anayofanya ni yenye kukubaliwa, wa huwa mukhtiun, na hali ya kuwa yeye kumbe yupo katika makosa, wa amaluhu mardudun, na jambo lake hili ni lenye kurejeshwa. Kwa hivyo wanasema wanachuoni, ataingia aya hii kila yule ambaye atakayefanya amali lakini amali yake anafanya min ghairi tariqatin maridhiya, si katika ile njia ambayo iliyoridhiwa. ولهذا فاجله بس قال صلى الله عليه وسلم ndomana bwana mtume akasema, man amila amalan, yoyote atakayefanya amali yoyote, laisa alayhi amruna, jambo lake hilo atakalokuwa analifanya hakuna amri yetu, fa huwa raddun, jambo lake hilo litarejeshwa, atarejeshwa yeye mwenyewe. Wa haulai, na hawa ndio wale ambao ahsaruna, waliokula hasara katika matendo yao, wanafanya hali ya kuwa wao wakizania wanapata thawabu. Ayuha nas, aini watu, ilamu, tambueni, likai yukbalu al-amal inda Allah, tambueni ya kwamba ile amali iweze kukubaliwa mbele ya Allah, yajibu an yakuna khalisan wa sawaban, lazima kila amali mtu anayoifanya iwe kwanza ni khalisan, anamtakasia Allah. Kwa maana mtu anafanya kwa ajili ya Allah, asifanye kwamba watu wamsifu, asifanye kwamba yeye anataka sei, au anataka suma, au anataka cheo, au anataka kadha wa kadha, afanye mukhlisan, anamtakasia amali yake Allah. Hii ni nukta ya kwanza. Na ya pili, sawaban, lazima iwe jambo lake leo limesibu. Na tukisema sawaba, lazima jambo lake analofanya liwe linatoka kwa mtume. Fa idha kana amalun khalisan, ikiwa mtu yoyote anafanya amali kwa ajili ya kumtakasia Allah, anafanya si kwa sababu yeye anaonesha watu, hapana, anatarajia khairi, lakini walam yakun sawaban, lakini jambo lake hilo sio nasibu, lan yukbal, amali yake hii haiwezi kukubaliwa. Wa aksuhu kadhalika, na kinyume chake ndiyo hivyo hivyo. Yule mtu atakayekuwa anafanya amali kama ilivyofundishwa na mtume, lakini anafanya hali ya kuwa yeye hatafuti radhi za Mola wake, hamtakasi Mola wake, amali yake hii haiwezi kukubaliwa. Kwa hivyo huma sharti hizi mbili, shartani ndio sharti mbili ambazo zinazopelekea mtu akaweza kukubaliwa amali zake. Kwanza, lazima jambo lake analofanya awe anamtakasia Allah, na jambo la pili awe yeye anafanya kwamba hilo jambo limekuwa ni sawabun. Kwa hivyo basi, falmutakarribu ila Allah, yule ambaye atakayejikurubisha kwa Allah biibadatin, kwa ibada ya aina yote, laisa alaiha amru nabii sallallahu alaihi wasallam, ikiwa amali hiyo hakuna amri ya mtume, basi kuna mawili wanatuona sema, khasirun athimun, atakuwa yeye ni mtu ambaye aliyekula hasara, na yeye atakuwa ni mtu mwenye kupata madhambi, na huyu ndo ataingia katika aya hii, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je, nikujulisheni wale ambao waliokula hasara ya matendo yao? Ndio hawa alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wapoteza bidii zao, wajitahidi sana, afunga sana, asali sana, afanya kadha wa kadha sana, lakini yale yote ambayo anayoyafanya hayakutoka kwa bwana mtume. Kwa hivyo huyu athimun khasirun, atakuwa yeye ni mtu aliyekuwa mwenye kula hasara, na atakuwa ni mwenye kupata madhambi, walau kana mukhlisan, hata kama yeye atakuwa ni mwenye kumtakasia Allah. ولهذا فاجله بس قال امام الاوزاعي, ndio maana akasema Imam al-Auza'i alipokuwa akiwahusia vijana akasema, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika swala zima la kufuata sunna, wakif haithu waqafa al-qaum, na simama wewe hali ambapo wale watu walisimama. Je, wao walisimamia vipi? Wakul bima kalu, nasema kwa yale waliyosema, wakufa amma kafu anhu, na wewe jizuie katika yale ambayo wao waliweza kujizuia. Angalia wao walifanya nini, na wewe ufanye hilo. Walijizuia jambo gani, na wewe jizuie katika jambo hilo. Usiseme, usifanye isipokuwa lile tu ambalo waliopita nyuma walifanya.
Akaendelea akasema wasluk sabila salafaka salih, na pita katika njia ya wale wema wako waliopita nyuma. Fa innahu, kwa hakika yale ambayo waliokuwa nayo wao, yasa kama wasaahum, yatakutosheleza wewe yale ambao wao yaliweza kuwatosheleza. Hizi zote ni ishara zinaonyesha kwamba hawa wema waliopita nyuma walikuwa wakituhusia sisi ya kwamba tunatakiwa lazima katika kila amali tunaifanya unafanya kwa kutegemea sunna, kitabu na sunna. Usije ukafanya amali hiyo ukawa umeitoa wewe mwenyewe. Walihadha, kwa ajili hii basi, kala Hudhaifa, akasema Hudhaifa radhiyallahu anhu, radhi za Allah juu yake, akasema kullu ibadatin, kila ibada, lam yataabadu biha, ibada hiyo ikiwa hawakuabudu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ibada hiyo hawakuabudu masahaba wa mtume, fala tataabaduha, msije mkaabudu ibada kama hiyo. Ikiwa ibada hiyo masahaba hawakuifanya, ikiwa ibada hiyo hawakuitenda, basi nyinyi fala tataabadu biha, msije mkaabudu ibada kama hiyo. Akaendelea kusema fa innal awwala, kwa sababu wale wa mwanzo, lam yada li akhir makalan, hawajaacha juu ya wale waliokuja nyuma, yani sisi hawajatuachia lolote. Kwa hivyo kila unalotaka wao wamelisema fattakullah, akasema mcheni Allah. Ya maashara alqurra, enyi wasomi, khudhu tariqa, chukueni ile njia, man kana kablakum, ya wale waliopita kabla yenu. Haya yote ni maonyo, au hizi ni indhari ambazo wanatoa wale wema waliopita nyuma, kutuonesha kwamba hatutakiwi sisi kuabudu ibada ya aina yoyote ambayo hawakuabudu wale waliopita nyuma. Wakala al-Hasan al-Basri, akasema Hasan al-Basri, la yakbalu Allah, hawezi akakubali Allah li sahibi al-bid'a, kwa mtu yoyote atakayekuwa anazua katika dini, sauman, hawezi Allah akakubali funga yake, wala salatan wala hijjan wala umran hatta yad'aha, hawezi kukubali sala, hawezi kukubali funga yake, hawezi kukubali hija yake mpaka aache jambo lake la uzushi. Na kutokubali huku, ima hawezi Allah akamkubalia moja kwa moja mpaka ajivue katika mambo yake ya uzushi, au hawezi Allah akamkubalia ile amali ambayo atakayokuwa anaifanya, labda kaizua, funga ya uzushi, ahidi labda hija ya uzushi, afanya ibada kadha ya uzushi. Katika tafsiri zozote zitakazokuja, basi mtu wa bid'a hawezi kukubaliwa jambo hili. Ayuha nnas, enyi watu, tambueni anna dina, kwamba dini inma jaa min indillah, dini ni ile ambayo iliyokuja kutoka kwa Allah. Dini lam yudha ala uqul nnas, dini haikuwekwa kwa kutumia zile akili za watu, kwamba watu wamekaa kwa akili zao wao wakaona hili litakuwa ni dini, hili litakuwa dini. Hapana, dini inma min indillah, inatoka kwa Allah tu. Yeye ndiye ambaye alladhi yashra'u din, yeye ndiye ambaye anaweka sheria katika dini. Ad-dini huwa itibaa, dini ni kufuata. Kwa hivyo basi, fama alaina, haijuzu kwetu sisi illa itibaa, isipokuwa ni kufuata tu. Walihadha qala salaf salih, kwa ajili hii basi ndio maana wakasema wale wema waliopita nyuma, minhum, miongoni mwa hao Ibn Umar anasema kullu bid'atin dalalatan, kila bid'a ni upotevu. Wa in ra'aha an-nas hasanatan, wa in ra'aha an-nas hasanatan, hata kama watu wataona bid'a hiyo ni nzuri ya aina gani, waipambe, waifanye watakapoifanya, haitameremeta hata siku moja. Waipambe popote, haiwezi kuwa yenye kumeremeta, itabaki kuwa ni bid'a tu, haiwezi kukubaliwa na haiwezi kukidhi vigezo vya aina yoyote. Akasema na mmoja wa wema waliopita nyuma, inawezekana mtu akababaika sana, akahadaika sana, akaona kwa sababu jambo la bid'a limefanywa miaka nenda miaka rudi, yeye kazaliwa kalikuta, wazee wake wamelikuta, kwa hivyo akaja akaana hadaika kwamba yeye huenda labda kwamba iko siku jambo lile mtu anaweza akakubaliwa. Anasema wema katika waliopita nyuma, Ibn Abbas anasema
anna bid'atan, hakika jambo la uzushi, mahma amila an-nas, katika hali yoyote watu watakapofanya, wa mahma marrat alaiha azminatun, na katika hali yoyote hata zile zama zirefuke vipi, imefanywa miaka 1000 nyuma, miaka 800 nyuma, miaka kadha wal usul, na zile zama zimerefuka, wa mahma umila biha, na katika hali yoyote amali hiyo kama itafanywa, au radhiya biha, au akaridhia man radhiya, yule atakayeridhia, man yadai ilma, yule ambaye atakayejidai eti yeye ana elimu, la yumkinu an takuna fi yawmin, basi anasema haitowezekana hata siku moja, min al-ayyam sanatan, katika masiku ya mwaka mzima, an yujara ala fa'iliha, aiti akaja akalipwa mfanyaji wake hata siku moja. Fantabihi lihadha, litambue hili, basi lifahamu vizuri hili kwamba jambo la uzushi hata lifanywe vipi, wafanye watu wenye heshima zao, wafanye watu wenye elimu, wafanye watu wakaza wana hadhi unazozijua wewe, tena muda umerefuka, tena zama zimepita, eti ukaja ukababaika. Kuna siku huenda labda huenda wakaja wakalipo, kwa sababu ile jambo limezoeleka, kwa sababu ile jambo likizoeleka, Waswahili husema ada huwatenda kama sheria, si katika dini. Hilo lisahau. Kwa hiyo fantabihi lihadha, litambue hili. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa, nawahusia kwa mara ya pili tena juu ya swala zima la kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha yale mambo ambayo watu wameyazua, hata kama yamezoeleka, hata kama watu wakawa wanaona mazuri vipi. Ayuha an-nas, enyi watu, ma zala hadhihi al-umma, haujachukua umma huu wa Kiislamu mundu inkidhai, toka pale ambapo palipomalizika kuruni thalatha, zile karne tatu mufaddalatin zilizokuwa zimefadhilishwa, basi watu hawajachukua, wanazua katika dini bid'a liyatakarramu biha, ili kuweza kujikurubisha kwa Mola wao, na wao wanadhania anna dhalika, kwamba hayo wanayazua min ad-dini, wa dhannu, na wakadhania anna dhalika min al-mustahsanatin, kwamba hayo ni katika mambo yenye kupendezwa mno, ni mambo mazuri. Wakahamizana, wakashajihishana, wakatoa wengine pesa, wakatoa wengine mali, wengine wakatoa kadha, kila mmoja akatoa wasaa wake. Kwa nini? Kwa sababu kashajihishwa katika jambo ambalo halimo. Na miongoni mwa mambo hayo basi ni katika jambo ambalo tunalo katika mnasaba wetu wa wakati huu, ihtifal bi maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, ni katika mambo ya mkusanyiko wa kukusanyika watu kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume. Jambo hili limezoeleka miaka nenda miaka rudi, sisi tumezaliwa tumelikuta, wazee wetu wameyakuta, na waliopita wakaza haya wameyapita. Wanasema wenye kusema jambo hili limetoka karne ya 4, hakuna hata mmoja hapa anaweza kurejesha nasabu yake miaka 1000 tu nyuma. Hili ni jambo gumu, si rahisi. Kwa hivyo hili ni jambo la tangu. Je, kwa kuwa limezoeleka, unahisi wewe iko siku kwamba hawa watakuja kulipo chochote? Unahisi kwamba jambo hili watakuja angalau labda tu waonee huruma, watoa mali zao, watoa wakati wao, watoa kadha, labda waweze kulipwa? Hapana. Hata iwe urefu wa aina gani, hawawezi wakalipwa jambo hili. Basi katika mambo ambayo watu wameyazua katika miezi hii, ihtifali bi maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mkusanyiko wa kukusanyika watu kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume. Yamesemwa mengi, na Allah anasema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa wale ambao wenye kuamini. Kwa sababu wao wanasema kama wewe hutaki kusoma maulidi, si achana nayo tu.
Waache watu waache basi, hapana, kwa sababu jambo lina mnasaba na hili ndio sisi tukumbusha tu. Likitoka wakiacha wao kufanya, basi na sisi tutaacha kusema. Lakini ikiwa maadama kwa muda ambao annahum faalu, kwamba wao wamefanya, basi na sisi tutakuwa ni wenye kuwatahadharisha. Hii itakuwa ni sera kama ya wale Mayahudi waliopita. Allah anasema lu'ina alladhina kafaru, walilaaniwa wale ambao waliokufuru ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, walilaaniwa kutokana na lisani kwa lugha ya Nabii Daudi na Isa mwana wa Maryam. Kwa nini walilaaniwa? Aya zikaendelea, anasema kubwa kuliko lote, dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkar fa'alu. Wao walikuwa hawakatazami na ule ubaya ambao wao waliokuwa kufanya. Kwa hivyo hawa nao wanakuja na sera zile zile. Wewe hutaki, hebu acha mkubwa, waachie watu. Wewe kama unataka nini kutaka kukuragana? Kwa kuwa hili jambo halifai na mtume amekataza mambo ya kuzuliwa katika dini, ndio maana sisi tutafanyia kazi aya ya Allah anaposema fadhakir, kumbusha. Hakika ukumbusho utawafaa wale wenye kuamini. Maelezo mengi. Jambo la mshughuliko wa mkusanyiko wa maulidi kuna hoja nyingi, hatutaki kueleza dalili hizi za kuthibitisha kwamba jambo la maulidi halifai kwa sababu kadha wa kadha. Labda sisi tu kwa mnasaba, basi ni dalili mbili muhimu. La kwanza ni kwamba jambo hili la mkusanyiko tashabbuhu biha bin nasara, ni kujifananisha na wale waliokuwa si waislamu, ikiwa Mayahudi, ikiwa Wakristo, ikiwa kadha. Wao wanasherehekea siku ya kuzaliwa kiongozi wao, basi na wakaona waislamu itakuwaje sisi mtume wetu ana hadhi kubwa kuliko wao, basi na sisi tuna haki kwa ajili ya kusherehekea kuzaliwa mtume wetu. Kwa hivyo hii mudahadatun, ni kujifananisha na manasara, na kujifananisha na manasara mtume amekataza. Mtume akasema man tashabbaha alqaumi fa huwa minhum, yule ambaye atakayejifananisha na watu basi na yeye atakuwa ni miongoni na wao. Kwa hivyo ibada hii, mkusanyiko huu haupo kwa sababu makafiri wao ndio ambao wanasherehekea siku ya kuzaliwa viongozi wao. Sisi hatukutakiwa jambo hili kulifanya. Na hoja ya pili yenye kuthibitisha kwamba jambo hili halifai, pale Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha kwa ninyi dini, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiliza neema zangu, wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia juu ya huu Uislamu ambao mliokuwa sasa ndio iwe dini. Basi wakati huo aya hii inashushwa, hapakuwa na mkusanyiko wa maulidi. Aya hii iliposhushwa hapakuwa kabisa jambo hili, watu wakawa wanakaa wanasherehekea eti kuzaliwa kwa bwana mtume. Kwa ajili hii ndio maana akasema Malik, fama lam yakun yawma dinan, yale ambayo hayakuwa wakati huo dini, aya hii yashushwa. Ikiwa mambo haya hayakuwa dini, fala yakunu yawma dinan, hayawezi kabisa leo hii yakawa ni dini. Kwa hivyo masala ya kusherehekea mazazi ya mtume, hii si dini. Hata kama watakaoulizwa watajaribu kuleta majibu ambayo hayaendani kabisa, ataulizwa kitu anajibu sivyo kabisa. Aulizwa hebu toa dalili ya kuthibitisha mkusanyiko huu wa maulidi, yeye atauliza maswali, kwani katika kusherehekea kuna nini? Yeye akutajie zile yale mambo ambayo faida zinazopatikana. Kwani katika maulidi watu sana wanasoma Qur'an, watu katika maulidi sio wanapeana mawaidha, waambishana mema, wakatazana mabaya. Alafu yote haya akikuuliza wewe utasema hakuna ubaya. Je, kusoma Qur'an vibaya? Je, kuambishana mema na kukatazana mabaya vibaya? Je, kusoma sira ya bwana mtume ni mbaya? Wewe utajibu hakuna ubaya. Akonclude sasa tatizo lake liko wapi? Uko wapi ubaya maulidi? Wakati haya ndio ambaye yanayofanyika, wajifanya kama vipofu. Afaman zuyina lahu su'u amali faraahu hasana, je, waonaji yule ambaye aliyepambiwa tendo lake baya yeye akaliona ni jambo zuri? Unaweza ukamuokoa mtu kama huyu? Haiwezekani. Kwa hiyo jambo hili halifai. Shikamana na maneno ya wema waliopita. Kwa kumalizia, kala Ibn Mas'ud, anasema Ibn Mas'ud
anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u, wala msizue, fakad kufitum, kwa hakika mmeshatoshelezwa. Angalia wao waliopita nyuma ilikuwa kwani ikifika hiyo Rabiul Awwal wanafanya nini? Kile walichokuwa kikifanya basi na wewe fanya. Kama walikuwa hawafanyi, shikamana na maneno ya Imam Auza'i, waqif haithu waqafa al-kawn, simama, jizuie pale pale ambapo watu walipojizuia. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.